Mashia ni makafiri kwa sababu wanakuja ziara ya Imam Ali, kazi ni ya Mtume, familia ya Bwana Mtume. Kama Mashia ni makafiri kwa ajili ya hiyo, basi Masuni pia ni makafiri kwa sababu hao pia wanakuja ziara ya Imam Ali. Basi pia Wakristo ni wakafiri pia kwa sababu wanakuja ziara ya Imam Ali, na si Imam Ali tu peke yake, Imam Hussein pia Wakristo na wengineo wanakuja ziara yake. Lakini ningependa niwapatie kitu kimoja ambaye ni muhimu sana. Twende ndani kidogo niwaoneshe baadhi ya vitu ambazo zinaonesha kwamba hii sio sehemu tu kwamba inatakiwa kukujiwa na Mashia peke yake. Wakristo pia wanatakiwa wafike hapa kwa sababu ni kaburi ya Nabii Adam, baba yetu sote. Yani tukiachana na mambo ya dini, baba yetu sote amezikwa hapa ndani, Nabii Adam. Tukirudi tena chini zaidi, tunaona kwamba baba yetu mwingine tena ambaye ni Nabii Nuh, yeye pia amezikwa hapo ndani. Sasa kando na hiyo, tukitoka nje, kuna mlango iko hapa nyuma. Tukitoka nje, kuna Nabii Hud na Saleh, hao pia wamezikwa hapa ndani ya hii sehemu ambayo wanaita Wadi Salam. Tofauti ni kutembea labda kama mita 500, unatembea unatoka, alafu utakuwa umefika kwa kaburi yao. Sasa kando na hiyo yote, turudi kwa kwamba Mashia ni makafiri na Masuni ni makafiri na Wakristo ni makafiri. Sasa wote wakikuwa ni makafiri, nani ndio anafuata dini? Tunaelezea kwamba kuna baadhi ya mambo tunaletewa na watu wengine ili kusingiziana na kupigana na kuvutana, na wengine wanashughulika kufanya mambo yao. Sasa sisi tunataka tufanye nini? Nataka niwaoneshe ndani ya hapa kuna Wasuni wamekuja, ndani ya hapa kuna nini Mashia wanafanya ambayo haipingani na dini, na lakini tunasingiziwa kwamba Mashia wanaabudu Imam Ali ama wanaabudu Imam Hussein. Tunaenda tuangalie. Sasa hapa hivi tunaona ndani kuna baadhi ya shelf za vitabu. Hizi shelf za vitabu, kuna vitabu ambazo vinaitwa Mafatihul Jinan. Hizo Mafatihul Jinan ni vitabu vya dua. Ndani yake ndio kuna baadhi ya vipengele vya Qurani vinatumika kama program ambayo inafanyika katika haram ndani. Na Qurani pia iko hapo juu. Tunaona kwamba katika hizo shelf za juu kuna Qurani. Na kawaida katika haram unakuta watu ima wanasoma Qurani ama wanasoma dua, yani maombi yao kwa Mwenyezi Mungu, ama wanaswali, yani ibada ambazo tumefunzwa na Bwana Mtume ndio wanaziswali. Sasa tukirudi katika vitabu vya dua, tunaona katika dua hapo hivyo kuna hapo kipengele kinasema Allahumma inni salaitu hatain, mimi nimeswali swala hizi raka mbili. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuitoa hizo thawabu zake kwa mwenye ambaye nimekuja hapa. Yani huyu si swali, simwabudu. Kipengele hapo chini kidogo tunaona kuna mahali nasema mimi nimeswali Allahumma sallaitu wa sajadtu wahdaka, nimeswali na nimesujudu kwa ajili yako wewe peke yako. Kwa nini? Lianna salata wa sujud la takuna illa lak, yani swala na sujudu haikuwa isipokuwa kwako, illa lak liannaka anta Allah, kwa sababu wewe ndio Mwenyezi Mungu wa kuabudiwa. Liannaka anta Allah, wewe ndio Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio kitu ambayo iko katika imani ya Mashia wakikuja hapa. Yani wanatembelea Imam Ali, wanatembelea babu yao Nabii Adam, wanatembelea babu yao Nabii Nuh, lakini pale pale pia wanaswali, wanasoma Qurani. Na hiyo swala yao wanasisitiza katika baada ya swala kwamba hii swala yangu na ibada yangu ilikuwa ni ya Mwenyezi Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala.